Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT limetoa wito kwa serikali na vyombo vyake kusikiliza na kushughulikia malalamiko ya wananchi kwa namna ya kujenga umoja wa kitaifa na utengamano wa kijamii, ikiwa ni pamoja na kuwatendea haki raia wote waliopoteza maisha na kuathirika kwa namna moja ama nyingine katika uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu. Taarifa ya kanisa hilo imetolewa na mkuu wa kanisa hilo, Askofu Dr. Alex Gehazi Malasusa, kupitia andiko lenye kichwa cha habari kisemacho neno la KKKT kuhusu matukio ya wiki ya uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika mwezi Oktoba. Kanisa hilo limesema matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa yoyote hayawezi kuwa yenye baraka, huku ikikemea hasira katika kufanya maamuzi, kwani haiwezi kutenda haki. Kanisa hilo limetoa wito pia kwa washirika wake kuwa na maombi maalumu kwa wiki nzima, kuanzia ibada maalumu za Jumapili ya Novemba 16 mwaka huu na kila siku za wiki hadi kufikia Jumapili ya Novemba 23 mwaka huu. Taarifa hiyo imeeleza kutambua na kusikitishwa na matukio ya upotevu wa maisha kwa baadhi ya Watanzania, uharibifu wa mali na madhara mengine ambayo hayakuwa ya kawaida, na kwamba kanisa hilo kama sehemu ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania linaungana na watu wote katika kutoa pole, kuyakemea matukio yote yaliyotokea, ikiwa ni pamoja na kuomba toba kwa marehemu waliopoteza maisha katika siku ya uchaguzi. Neno la KKKT limekuja ikiwa ni baada ya siku ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania kukumbwa na maandamano yaliyoambatana na vurugu ambazo zilisababisha kuuawa kwa baadhi ya Watanzania na kuharibika kwa baadhi ya mali za umma na binafsi.